Mambo vipi? Leo tupo na bonge moja la chuma. Filamu inaanza usiku wa manane, barabara ikiwa tupu kabisa na giza likitawala kila kona. Tunaona wanandoa wawili, Simon na Paula, wakiwa kwenye gari. Paula ndiye ambaye anaendesha hili gari. Wanapita kwenye ukaguzi wa kituo cha kukagua wale madereva ambao wanaendesha wamelewa. Kila kitu kinaonekana kipo kawaida kabisa, lakini hali ya anga tayari inaashiria kwamba kuna jambo baya linakuja. Wanapoendelea na safari, barabara inazidi kuwa ya kutisha. Hakuna magari, hakuna watu, ni wao tu na giza. Ghafla Simon anasema kwa sauti ya wasiwasi, "Simamisha gari, kuna kitu mbele." Paula anapunguza mwendo, macho yake akijaribu kutoboa giza, na hapo ndipo anamuona msichana mdogo mchafu, hana viatu, anatembea katikati ya barabara kana kwamba hajui alipo. Hili si jambo la kawaida, mtoto peke yake usiku sehemu kama hii. Nini ambacho wanatafuta? Wanasimamisha gari na kushuka, wanajaribu kumuita lakini haitikii. Hakuna majibu, ni kimya kizito kinachofanya hali iwe ya kutisha zaidi. Kabla hawajaelewa kinachoendelea, pikipiki inakuja kwa kasi kutoka mbali. Ghafla msichana anakimbia kuelekea upande huo, na sekunde chache baadaye mwendesha pikipiki anaanguka vibaya na msichana naye anaanguka chini. Kila kitu kinakuwa kishaharibika hapa. Simon anakimbilia kumsaidia mwendesha pikipiki, huku Paula anamkimbilia huyu msichana ambaye ameanguka. Lakini hata baada ya tukio hilo, msichana bado haongei. Hakuna kilio, hakuna maelezo, ni kimya kinachotisha zaidi kuliko kelele. Tukio linahamia hospitalini. Simon anaeleza polisi kwamba pikipiki haikumgonga msichana. Madaktari wanathibitisha hilo, wanaeleza kuwa msichana alikuwa dhaifu sana, kana kwamba amepitia mateso au njaa kwa muda mrefu. Polisi wanaanza uchunguzi, lakini hakuna taarifa ya mtoto aliyepotea. Ni kama huyu mtoto ametokea tu gizani. Hapa ndipo swali la kwanza linazaliwa. Kama hakuna anayemtafuta, alikuwa wapi kabla ya hapo? Asubuhi inayofuata, Paula na Simon wanarudi nyumbani huku mvua ikinyesha kwa nguvu, lakini mambo hayapo sawa. Kuna kitu kinamtafuna Paula ndani kwa ndani. Baada ya kufika nyumbani, anaonekana akijificha na kujidunga sindano, kisha anaificha haraka. Hapa tunaelewa anapitia matibabu ya uzazi, lakini anamficha mume wake asijue. Balaa linazidi kuongezeka kwenye hii story, aka hii movie. Tamaa ya kupata mtoto yuko nayo Paula. Wanaporudi hospitalini, wanakutana na hali ile ile. Msichana bado haongei, lakini kuna kitu anagundua. Hapa wanagundua kwamba wakimwita Clara anaitika. Yes, kwa nini? Hapo ndipo wanampa jina hilo. Lakini ghafla Clara anaanza kupaniki vibaya, kijirusha kana kwamba anaona kuna kitu kisichoonekana. Sasa ili jina walimuita Clara kwa sababu alikuwa akiitika. Kuna nesi naye ambaye alikuwa anaitwa Clara, wakimuita dogo anahisi kama anaitika yeye ndio jina lake hivi. Wanaporudi hospitalini, wanakutana na hali ile ile. Msichana huyu bado haongei, lakini kuna kitu anagundua, anaitika hilo jina la Clara. Hapo ndipo anampa jina hilo, lakini ghafla anaanza kupaniki vibaya, akijirusha kana kwamba anaona kuna kitu kisichoonekana. Hapo ndipo Paula anaona kitu muhimu sana, boksi la chokaa sakafuni. Kumechorwa kuna namna fulani hivi kwa kutumia chaki. Bila kufikiria, anamchukua Clara na kuingia naye ndani ya boksi hilo ambalo limechorwa hapa kwa kutumia chaki, na ghafla mtoto anatulia, hofu inapungua. Ni kama hiyo mistari ya chokaa inamfanya ajisikie salama hivi. Hii siyo kawaida, hii ni ishara. Siku inayofuata wanamkuta Clara amefungwa kitandani. Muuguzi anaeleza kuwa ni kwa usalama wake. Simon anajaribu kumfungua lakini wanazuiwa. Polisi bado hawajapata familia yake. Hakuna ambaye amejitokeza mpaka sasa. Kadri muda unavyopita, Paula anazidi kuvutiwa na mtoto huyu. Kuna uhusiano wa ajabu ambao unajengeka. Daktari anashauri kuwa Clara anahitaji mazingira ya kumfanya ajisikie salama, na kwa kuwa anamwamini Paula na Simon, so wanaweza wakawa wanamlea mtoto huyu kwa muda. Wanachukua uamuzi mgumu, wanamchukua Clara na kuelekea nyumbani kwao kwa ajili ya kuishi naye na kuanza maisha mapya. Usiku huo Clara analetwa nyumbani, wanamweka kitandani na kuchora mstari wa chokaa aka chaki kumzunguka. Asubuhi yake Clara anaogopa kuvuka mstari huo. Paula anaanza kumfundisha taratibu, akipanua mipaka ya mstari huo kidogo kidogo. Ni kama wanajenga dunia mpya kwa ajili yake.
kadri siku zinavyokwenda, Clara anaanza kumzoea Paula sana, anamfuata kila mahali, ni kama amempata mama. Lakini huku nyuma mambo ya ajabu yanaanza kutokea, vitu vinaharibika, mazingira yanakuwa ya wasiwasi. Kuna tukio ambapo jirani anakutana na vipande vya kioo ndani ya chakula. Nani ambaye ameviweka, kiasi kwamba kinasababisha mpaka anaumia koo na kutoka damu. Simon anaanza kuwa na mashaka, anaanza kufikiria, je, Clara anaweza kuwa ni mtu hatari? Lakini Paula anakataa kabisa, anaamini mtoto huyu ni mwathirika tu wa changamoto fulani, sio ana tatizo serious. Lakini ukweli unaanza kujificha kwenye maelezo madogo. Wanapochunguza maneno ambayo Clara anajaribu kusema, wanagundua yanafanana na lugha ya Kijerumani. Neno chokaa linajitokeza mara kwa mara, pia neno buma ambalo linaonekana kumaanisha kitu cha kutisha kama jini au monster. Hapa ndipo hadithi inaponoga kinoma. Clara hakuwa amepotea, alikuwa anakimbia kitu, na kitu hicho bado kinaweza kuwa kipo karibu. Ghafla Clara anapotea, hakuna dalili, hakuna kelele. Polisi wanapata koti lake kwenye matope na kudhani alikimbia, lakini Paula anakataa kabisa. Anajua Clara hawezi kuvuka mstari wa chaki ambao umechorwa hapa, so hii ina maana moja tu, alitekwa. Simon na Paula wanaanza kugombana. Simon anagundua siri ya sindano za Paula na anaanza kuhisi kuwa mke wake anaongozwa na tamaa ya kupata mtoto. Lakini kabla hawajapata majibu, Paula anaipata simu. Yes, anapokea. Ni sauti ya Clara, anasema mama, lakini simu hiyo imetoka kwenye simu ya Paula mwenyewe. Yaani inashangaza, ni kama Paula amejipigia. Hapa ndipo mambo yanakuwa ya kutisha zaidi. Paula anaamua kuchunguza kwa kina, anaiba faili hizi za polisi na kugundua kuwa Clara anaweza kuwa msichana aliyepotea kutoka Ujerumani aitwaye Ingrid. Hii inabadilisha kila kitu, na hapo ndipo anaanza kumshtukia aka kumshuku mtu wa karibu sana, jirani yao anaitwa Eduardo. Kadri anavyochunguza, ukweli unaanza kujitokeza. Inaonekana Eduardo ndiye aliyemweka Clara barabarani na matukio yote yaliyotokea yalikuwa sehemu ya mpango wake. Lakini ni kwa nini? Paula anaamua kuchukua hatua hatari. Anaingia nyumbani kwa Eduardo kwa siri, lakini mambo yanaharibika. Anashambuliwa vibaya na Eduardo, lakini kabla hajapoteza fahamu, anaona kuna kitu hapa. Yes, chumba kipo chini ya ardhi ambapo ameletwa, na ndani yake anashangaa kumwona Clara akiwa amefichwa, akiwa ameishi kwenye hofu ya muda mrefu, akiwa amefundishwa kuamini kuwa dunia nje ya chaki aka kiboksi ni hatari. Hii ni zaidi ya utekaji nyara, huu ni udhibiti wa kiakili. Kwa nguvu zake zote, Paula anajaribu kumsaidia Clara. Anatumia chokaa aka chaki kumwonyesha njia ya kutoka, anamfundisha kuvuka mstari. Ni moment ya ujasiri mkubwa kinoma. Clara anafanikiwa, anawafungia Eduardo ndani na anakimbia. Polisi wanafika kwa wakati, Paula anaokolewa, Clara anaokolewa pia. Eduardo na mke wake wanakamatwa. Hatimaye giza linaanza kuisha. Yes, hii ndo ile kwamba usiku utakapokwisha. Lakini mwisho wa filamu hii unaonyesha ni miaka kadhaa aka muda fulani umepita. Clara amerudi kwa familia yake halisi, so ameanza upya maisha, na Paula hatimaye anakuwa mjamzito. Ile changamoto ya uzazi ambayo ilikuwa inamsumbua ni kama problem solved. Lakini hata baada ya yote hayo, kuna somo moja la kutisha linasalia aka kubaki. Wakati mwingine hofu haipo nje, ipo ndani ya akili, na mstari utakaokuokoa unaweza pia kuwa ni gereza lako. Hii ilikuwa ni simulizi fulani hivi ya mafumbo mazito na hisia kali. Kama umeipenda, usisahau kuendelea kuifuatilia chaneli yetu hii ya Dame Recap. Kumbuka, si kila kitu kinachoonekana kuwa salama kweli ni salama, lakini hichi chuma bwana kinaitwa The Touchline. The Touchline mwaka 2022. Unaweza ukaitafuta kwa ajili ya kuicheki kwa urefu zaidi, lakini naamini kuna mwanga fulani hivi ambao imekupatia. Naoma sana.